majina mimi naitwa Agustino Michael Namfua, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Safari Essence, kampuni ambayo inajihusisha na shughuli za utalii ambayo iko hapa Arusha. Siku si nyingi tulisikia bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii ikisomwa pale bungeni, na imeonekana wazi kwamba kuna ongezeko kubwa sana la watalii wa ndani. Mimi niseme kwanza, taarifa hiyo sisi kama wadau wa utalii tumeipokea kwa furaha kubwa, especially ongezeko la watalii wa ndani, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kikipiganiwa kwa muda mrefu, kwamba pamoja na kwamba Tanzania yetu imekuwa na rasilimali nyingi na nzuri hasa katika tasnia hiyo ya utalii, lakini bado kipindi cha nyuma kulikuwa kuna changamoto ya sisi wazao kufanya utalii. Sasa bajeti kusomwa na kuonyeshwa kwamba ongezeko limekuwa kubwa sana la watalii ndani, kwetu sisi tumechukulia kama ni jambo la kufurahia, na inaonyesha wazi kwamba juhudi za serikali na wadau mbalimbali katika sekta ama tasnia ya utalii zimeanza kuzaa matunda, na kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa kwa muda mrefu sana kwamba sasa na sisi tuanze kuenjoy ama kufurahia yale ambayo tumebarikiwa, basi majibu yake tumeanza kuyaona. Katika kuangazia mwendelezo wa mjadala wa bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii iliyowasilishwa bungeni hivi karibuni, ongezeko la watalii wa ndani limeendelea kuonekana kuwa chachu mpya ya ukuaji wa sekta ya utalii, hususan katika kanda ya kaskazini. Mkoa wa Arusha ambao ni moja ya vituo vikuu vya utalii nchini umeanza kushuhudia ongezeko la watalii wanaotembelea vivutio mbalimbali vya utalii vilivyopo ndani ya mkoa huo pamoja na maeneo mengine ya nchi. Kwa majina naitwa Noel Philemon Joseph Chacha, ni professional tour guide ambaye inafanya kazi kwenye kampuni tofauti, yani tunaita professional freelancer. Ni kweli ongezeko la watalii wa ndani lipo kwa kiasi kikubwa sasa. Hii inatokana na uhamasishaji uliofanyika juu ya tangaza hizi maliasili na vivutio tulivyonavyo. Kwa sasa watu wengi wanaenda national park tofauti kuenjoy, kujifunza na mambo mengine. Wanafunzi wanaenda kule kwa sababu ya kusoma, na pia watu binafsi wanaenda kwa sababu ya kufurahi. Baadhi ya vivutio vinavyoendelea kuvutia watalii wengi katika kanda ya kaskazini ni pamoja na hifadhi ya taifa ya Serengeti, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, pamoja na maeneo mengine yenye historia ya vivutio vya kipekee vya utalii, kama wanavyoeleza baadhi ya waongoza watalii wa kanda hiyo. Kianza na Ngorongoro National Park ambayo watu wengi wanapenda kwenda kuangalia vile ambavyo wale Wamasai pamoja na wanyama wanavyoishi, ule uhusiano walionao, jinsi unavyoenda unafanya kazi. Pia kwa sababu ya kuona wanyama tofauti kama kifaru. Kifaru hapo mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana kuonekana, lakini sasa hivi ukienda Ngorongoro lazima utamuona kifaru. Watu wanaenjoy kuhusu hilo. Serengeti ni kwa sababu ya vitu vingi vinavyopatikana pale. Utaona nyumbu, utaona zebra, pundamilia na wengine wote. Kwa hiyo kila sehemu kunakuwa na kitu ambacho kinawavutia Watanzania kwenda kuona, kuvutiwa nacho.
Wadau wa utalii wanasema ongezeko hilo linachangiwa na kuimarika kwa kampeni za kuhamasisha utalii wa ndani, matangazo ya vivutio vya utalii wa Tanzania, pamoja na mchango wa huduma za kijamii zinazotolewa na TANAPA, ikiwemo ujenzi wa shule na miradi mingine ya maendeleo ya kijamii. Daniel George Koroso, ni mwongoza watalii, tour guide, ambaye ni freelancer, nikimaanisha kwamba nafanya kazi na kampuni tofauti za utalii. Ni kweli tuna ongezeko la watalii wa ndani, na hii inatokana na kwamba kuboreshwa kwa baadhi ya huduma za usafiri ambayo imekuwa ni rahisi kwa watalii wa ndani kufika mahali husika, na pia matangazo ambayo yanatolewa kwenye social medias ikiwemo Instagram na YouTube, Facebook, ambayo yanarahisisha watu kuona hizi huduma na pia hata kufanya booking ya kutembelea maeneo husika. Na pia siku hizi kuna huduma pia za ndege hadi ndani ya hifadhi. Kwa hiyo inakuwa na inarahisisha zaidi kwa wale ambao wanakuwa na majukumu, wanahitaji usafiri wa haraka, inakuwa ni rahisi. Na pia elimu inayotolewa ni kubwa, hata ikiwemo mashuleni. Kwa hiyo watoto jamii imeanza kubadilika kimtazamo na kuona kwamba hili utalii sio tena wa watu wa nje, bali ni na wao pia ni sehemu, maana vilivyomo hifadhini navyo vinawahusu, na hata ukiangalia mapato yanayopatikana mengi pia yanarudishwa katika jamii. Kwa hiyo kiukweli maongezeko ni makubwa. Inamaanisha kwamba utalii unakuwa Tanzania, na hata ukiangalia nyuma kulikuwa na kampuni chache za utalii, lakini sasa hivi tuna zaidi ya kampuni 300 za utalii. Na sio tu hivyo, haya mashirika kama TANAPA na mashirika mengine yamekuwa yakijenga shule, hospitali, ndio, na kutoa hata baadhi ya huduma kwa wananchi, ambayo hizo huduma zimekuwa zikikuza maendeleo ya Tanzania. Suala la uhifadhi wa mazingira na uzingatiaji wa sheria za uhifadhi pia limeendelea kusisitizwa na wadau wa sekta hiyo, wakieleza kuwa ulinzi wa wanyamapori na mazingira ni msingi muhimu wa kuendelea kuvutia watalii wengi zaidi nchini. Wito ambao ningependa kutoa kwa wananchi au watalii wa ndani au sisi pia kiujumla kama taifa, wananchi wa Tanzania, ni kwamba tuelimishe watoto wetu, maana hizi hifadhi, utalii sio kwa ajili yetu tu, bali ni kwa ajili ya vizazi vinavyokuja na vitakavyokuja. Jambo lingine pia ni kuhakikisha kwamba tunaheshimu sheria zilizowekwa hifadhini, ili kuhakikisha wanyama hatuwaweki katika hali mbaya, aidha ya magonjwa, aidha ya kuwasababishia majeraha, kwa sababu kuna wengine wanaenda hifadhini kwa kutokujali, wanatupa uchafu, kwa kutokujali wanawalisha wale wanyama vyakula ambavyo hawakupaswa kulisha. Kwa hiyo inahatarisha sana uhifadhi kiujumla. Kwa hiyo tutunze mazingira, lakini pia tuwe mabalozi sisi kama sisi wenyewe. Kwa
Kwa upande mwingine, waongoza watalii wanaamini kuwa watalii wa ndani wana nafasi kubwa katika kufanya sekta ya utalii kuendelea kuwa imara katika vipindi mbalimbali vya mwaka, hata wakati idadi ya watalii wa nje inapopungua. Hata hivyo, baadhi ya wadau wameeleza kuwa bado kuna haja ya kuboresha huduma za usafiri, gharama za kutembelea vivutio, pamoja na huduma za mapokezi kwa ajili ya watalii wa ndani, ili kuongeza ushindani na kuvutia wadau wengi zaidi kushiriki utalii wa ndani. Waboreshe sehemu, boreshe national parks, yani expenses, yani zile ukiwa ndani ya hifadhi. Kwa mfano unahitaji kwenda hifadhini, ukikaa ndani ya hifadhi zaidi ya siku moja itakubidi ulale. Sehemu za kulala ni gharama, kwa hiyo labda wangefanya namna ambapo tutapata sehemu za kulala zenye bei rahisi kidogo, ziwe rafiki na Watanzania. Kwa sasa wengi wanaamini kanda ya kaskazini itaendelea kuwa nguzo muhimu katika kukuza utalii wa ndani, iwapo juhudi za kuhamasisha Watanzania kutembelea vivutio vyao zitaendelea kupewa kipaumbele. Kwa juhudi ambazo serikali inapaswa kuchukua au niseme kuendelea kuchukua, ni kuendelea kufanya utalii ufahamike, utalii wa Tanzania ufahamike zaidi duniani, kwa maana ya kuendelea kutangaza nchi yetu duniani kuhusu vivutio. Ni wazi kwamba Tanzania imebarikiwa sana na vivutio vya utalii vingi sana. Ukiangalia maeneo yaliyohifadhiwa kwa ajili ya utalii, lakini vile vile tamaduni zetu. Kwa hiyo iongeze au iendeleze tu juhudi za kutangaza nchi yetu, na kwa sababu tayari tumeshaanza kuona matokeo ya juhudi hizo, basi isiishie njiani, iendelee. Na niwakaribishe pia wadau wengine kwa namna tofauti waendelee kutangaza nchi yetu Tanzania, kwamba tumebarikiwa sana kwenye masuala mazima ya utalii, na dunia inakaribishwa, tunaweza tukawahost wote. Hii ni Tanzania Panorama TV. Mimi ni Daniel Michael.